wengi baada ya kupata taarifa kwamba Ikulu ya Zanzibar siku ya tarehe 9 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na tukio muhimu la utiaji saini ya tamko la pamoja kati ya ACT na CCM. Kwa kweli kila mmoja alikuwa na mawazo yake juu ya tamko hilo litakuwa ni vipi. Wengine walishaambiwa tamko linalokwenda kutamkwa ni serikali kuwa pasu kwa pasu kati ya CCM na ACT Wazalendo. Lakini mara baada ya tamko ikabidi baadhi ya viongozi wa ACT watumie nguvu kubwa kuwaelimisha wanachama wao. Sasa chama cha wananchi CUF Zanzibar, kwa sababu jambo lililotokea asili yake lilitokea Zanzibar. Kwa hivyo, na sio kwamba lilitokea Zanzibar tu, lilitokea na mdau mkubwa asili yake ilikuwa ni CCM na CUF. Kwa hivyo, licha kwamba viongozi wetu walialikwa, hata mimi nilikuweko kule, lakini tulikuwa na mambo ya kujiuliza mara baada ya kusomwa tamko, na tukasikiliza hotuba 3. Moja ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia, lakini nyingine ya mwenyekiti wa ACT Wazalendo, nyingine ya Rais wa Zanzibar Dr. Hussein. Jambo ambalo kuwa limetufanya tuwaite na sisi tuzungumze la kwetu. Tamko kama tamko, hata chama changu linaunga mkono, kwa sababu maudhui yaliyokuweko kwenye tamko, kama sikosei, kulikuwa na sintofahamu mara baada ya uchaguzi, lakini vipi tutaimarisha demokrasi, vipi tutaimarisha umoja wa Zanzibari kisiasa, kiuchumi, kibiashara na mengine ambayo kwa yamezungumzwa, lakini kiufupi ni kuimarisha amani tulionayo kwa faida ya Wazanzibari, umoja tulionao kwa faida ya Wazanzibari, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maslahi yetu. Kwa kweli, kwa Mzanzibari yoyote mwenye akili yake timamu hawezi akakataa kilichozungumzwa kwenye tamko hilo, kwa sababu msingi wa mafanikio wa mtu yoyote, taasisi yoyote, ni kuwa na umoja endelevu, amani endelevu na mashirikiano endelevu. Kwa hiyo sisi hilo tunaliunga mkono na tunawapongeza sana viongozi wetu, hususan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa ACT Wazalendo, kwa sababu kama tunavyokumbuka, CUF ndio waasisi wa muafaka, CUF ndio waasisi wa umoja wa Zanzibar. Na kutokana na hali hiyo, kama mnavyokumbuka tulikotoka, tulipo, tunakotaka kwenda, lakini
kweli tunakumbana na vikwazo vya aina tofauti tofauti. Tukianza kuchambua hotuba za viongozi juu ya tamko, Mheshimiwa Rais wa Muungano alizungumzia maridhiano, si udhaifu.